Niseme kwamba leo hii tumewaiteni kwa ajili ya kutoa taarifa ya utendaji ya Oktoba 2025 mpaka Disemba 2025. Na hapa katikati, kutokana na sababu isiyozuilika, tulishindwa kutoa taarifa zilizokuwa katika kota zilizopita kutokana na sababu isiyozuilika kwa upande wetu. Taarifa yetu ya utendaji imegawanyika katika madawati makubwa matatu ambayo ni uzuiaji rushwa, uelimishaji wa umma na uzuiaji wa rushwa. Nikianza na kazi za uzuiaji wa rushwa. Katika kipindi hiki cha Oktoba 25 mpaka Disemba 25, ofisi yetu ya TAKUKURU mkoa ikijumuisha wilaya zake na kituo maalum cha Makambako tulifanya kazi ya kufuatilia miradi 17 ya maendeleo na kujiridhisha kuhusu matumizi yake ya fedha katika miradi hiyo, ambayo mingi inajengwa katika ngazi mbalimbali zilizopo katika ngazi ya kata, vijiji na kadhalika. Na katika ufuatiliaji huo wa miradi 17, miradi hii ilikuwa na thamani ya jumla ya shilingi bilioni 6.4. Na baada ya ufuatiliaji huu miradi 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 5.8 ilibainika kuwa na mapungufu mbalimbali. Na hapa lazima niweke wazi, mapungufu hayo ni yale mapungufu ambayo ni madogo madogo, ikiwemo kutozingatia tarehe za kukamilisha mikataba, malipo ya mafundi kuchelewa na hivyo kusababisha malalamiko mbalimbali ya kushindwa kumalizia kazi, umaliziaji usiofuata viwango katika miradi hiyo, na pia kushindwa kutekeleza baadhi ya mambo muhimu yaliyokuwa yametakiwa ndani ya mikataba hiyo. Ili kurekebisha mapungufu hayo, ofisi yetu ilishirikiana na ofisi za wakurugenzi wa halmashauri ambao ndio walikuwa vyanzo vya utoaji wa fedha wa miradi hiyo, ikiwemo madedi na kamati za ujenzi na wahandisi pia, ili waweze kufanya marekebisho ya mapungufu hayo. Na ofisi yetu ilifuatilia na kuona kwamba baadhi ya mapungufu yamerekebishwa, na bado tunaendelea kufuatilia kuona kwamba mapungufu yote tuliyoyaainisha wakati wa ukaguzi wa miradi hiyo yamerekebishwa. Tutoe rai kwa umma kupitia nyewe waandishi wa habari kwamba swala la usimamizi wa miradi ni la raia wote, na hivyo ni vizuri basi katika maeneo yetu wale wananchi au raia wajue miradi ambayo ipo, na hii ni uwazi tu kuanzia jinsi miradi inavyoanza kutekelezwa. Fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi hiyo zinatakiwa zifahamike kwa wananchi. Kwa hiyo hayo, baada ya kupata taarifa hizo, basi raia wanao wajibu wa kuisimamia miradi hiyo. Na niseme kwamba ufichuaji wa vitendo vya ubadhirifu wa miradi hiyo, ikiwemo udanganyifu katika miradi hiyo, basi ni ishara kubwa sana ya kujenga uzalendo katika nchi yetu, ili tuweze kuwa na miradi yenye thamani ambayo itaweza kutoa huduma katika maeneo yetu. Na sisi kama TAKUKURU tutachukua hatua pale ambapo tutaona dhahiri kwamba kuna ubadhirifu ambao ni wa fedha nyingi ama udanganyifu. Kwa hiyo hatutakuwa na muhali pale tutakapoona kwamba fedha zilizotolewa na serikali kwa ajili ya kutekeleza miradi itakayowasaidia wananchi zinafanywa ubadhirifu. Na kwa hiyo hatua thabiti zitachukuliwa ili kuweza kuangalia na kufanya uchunguzi na kuwafikisha watuhumiwa mahakamani pale ambako ushahidi tutaupata. Ndugu wanahabari, nichukue fursa hii vile vile kueleza jukumu jingine muhimu ambalo tumelifanya, nalo ni la
uelimishaji wa umma. Katika utekelezaji wa jukumu hili, wananchi waliofikiwa wamepata uelewa juu ya athari za rushwa na namna ya kushirikiana na serikali kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yao. Na niseme kwamba katika kipindi hiki elimu kwa umma ilitolewa kwa njia mbalimbali, ikiwemo semina 27, mikutano ya hadhara 16, ufunguzi na uendeshaji wa klabu za wapinga rushwa 90, makala 5 na vipindi vya redio 3. Na hapa katika vipindi vya redio tunatumia redio za jamii ambazo zipo katika mkoa wetu wa Njombe ambazo zina usikivu mzuri, na tutoe pongezi na shukrani za pekee kwa wamiliki wa vyombo hivi ambao wamekuwa kutupa muda au nafasi ya kuongea na jamii ili kuelimisha jamii kuhusiana na madhara ya rushwa. Na lengo kubwa, ndugu wanahabari, la kutoa elimu kwa mujibu wa sheria ni kupata dhana ya uungwaji mkono katika kushirikiana na jamii katika kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hivi hayo ndio matokeo ambayo tunayategemea sana katika swala zima la uelimishaji rushwa na mpango mkakati ambao tunao wa TAKUKURU, pia katika mkakati wa habari, elimu na mawasiliano ambao tunao sisi TAKUKURU. Ndugu wanahabari, nichukue pia nafasi hii sasa kuwapitisha katika majukumu ya uchunguzi na mashtaka. Katika kipindi hiki jumla ya taarifa 24 zimepokelewa na kufanyiwa kazi, ambako taarifa 11 zilihusu rushwa na taarifa 13 hazikuhusiana na rushwa. Kwa zile taarifa zinazohusu rushwa, uchunguzi upo katika hatua mbalimbali, na zile zinazohusu rushwa, zisizohusu rushwa, hatua mbalimbali zilichukuliwa, ikiwa pamoja na kuwashauri wahusika waende wakafuata haki au malalamiko yao waende katika vyombo vingine yaweze kutatuliwa, ama sisi wenyewe kuyahamishia katika idara hizo husika ili yaweze kupata uvumbuzi katika maeneo hayo. Na hivi taarifa hizo za namna hii tulijishughulikia katika muktadha huo. Kwa upande wa mashtaka, ndugu wanahabari, katika kipindi hiki TAKUKURU ilifungua jumla kesi 2 ambazo zinaendelea mahakamani, na kesi moja katika hizo jamhuri ilishinda. Ndugu wanahabari, huo ndio muhtasari wa kazi ambazo tunazo katika madawati yote matatu, lakini ningependa vile vile nichukue fursa hii kugusia, kabla ya kuelekea kwenye mikakati ambayo tumejiwekea katika kipindi cha Januari mpaka Machi, kipindi ambacho tupo hiki, tuseme kwamba TAKUKURU ilipata mafanikio makubwa sana katika kazi zake za kuzuia rushwa. Kama mnavyojua, kwa sasa hivi msisitizo mkubwa upo katika jukumu la kuzuia rushwa, na katika hili TAKUKURU mkoa wa Njombe ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi milioni 12,70,000 ambazo hapo awali zilikuwa zimelipwa kwa mzabuni aliyojulikana kama Henjewele Workshop kwa lengo la utengenezaji wa fremu za milango 24 na topu 23 katika zahanati ya Havanga, kata ya Kidegembe, kupitia mkataba. Huku katika hali halisi, baada ya muhusika kupokea malipo haya, alikuwa hakuwasilisha vifaa tajwa ambavyo nimeviorodhesha, ikiwemo milango 24 na topu 23 katika zahanati hii. Kwa hiyo sisi, baada ya kupata taarifa hii, tulifanya ufuatiliaji, tulihoji wahusika wa kamati na mzabuni wa kampuni tajwa inayoitajwa inayomilikiwa na Besco Mrema, hii Henjewele Workshop. Waliwasilisha topu 24 na fremu za milango 23 kwa haraka, samani ambazo kama tusingefanya ufuatiliaji zisingeweza kuwasilishwa kwa mujibu wa mkataba, na hivi kupelekea upotevu wa fedha na ubadhirifu katika miradi ya umma kama huu ambao ni wa kijiji cha Havanga. Na kwa sasa
tuseme kwamba samani hizi zinatumika kuwahudumia wananchi katika zahanati hii ya Havana. Kwa hiyo hili ni mafanikio makubwa sana ambayo nisema kwamba vizuri tuwajulishe wenyewe wanahabari, kwa sababu iligusa jamii nzima ambayo ilikuwa inaelekea kupoteza haki hiyo ya kupata huduma. Ndugu wanahabari, nije sasa katika kipindi hichi katika nielezee kwa kifupi mikakati ambayo tumejipangia katika kipindi hiki cha Januari mpaka Machi 2026. Sisi kama TAKUKURU tumejipanga kimadhubuti kabisa katika kuzuia vitendo vya rushwa na kutoa elimu juu ya makosa ya vitendo vya rushwa na athari zitokanazo na rushwa kwa jamii, na kuendeleza ushirikiano wenye kuleta tija katika utendaji wetu wa kazi na taasisi nyingine. Mfano, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Ofisi hii tumekuwa tukishirikiana nayo sana na ni mara kwa mara, kwani wao kwa mujibu wa sheria ndio wanaofungua mashtaka katika kazi za uchunguzi ambazo tunazifanya na kuweza kutoa mapendekezo ya kitaalamu yanayohusiana na ushahidi. Vile vile tumekuwa tukishirikiana na Scout, mahakama, wanahabari kama hivi nyie tunavyofanya katika siku ya leo, vyama vya siasa na vyombo vingine vya dola. Pia tumepanga vile vile kudumisha na kuongeza ushirikiano na wadau mbalimbali wa maendeleo ya jamii. Pia tumepanga vile vile kuwagusa hata vijana. Kundi la vijana naona ni kubwa sana na linahitaji kupata elimu dhidi ya rushwa ili liweze kusaidia mapambano yanayohusiana na rushwa katika nchi yetu ya Tanzania, na hasa kujenga moyo wa uzalendo. Wito. TAKUKURU inatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Njombe kutoa taarifa TAKUKURU pale wanapoona viashiria vyovyote vya rushwa katika maeneo yao. Inaweza kuwa ni wakati wa kupatiwa huduma katika maeneo mbalimbali yanayotoa huduma kwa jamii au wakati wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kama nilivyosema, wakati nawasilisha taarifa ya uzuiaji wa vitendo vya rushwa. Ninapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana waandishi wa habari kwa namna mnavyotupatia ushirikiano kuhabarisha umma. Tuanze. Ndugu wanahabari, ikijumuisha vyombo vyote vya habari vilivyopo katika mkoa wetu wa Njombe, magazeti, runinga, magazeti ya mtandao, redio na blogs. Awali ya yote nipende kuwakaribisha sana katika ofisi zetu za TAKUKURU mkoa wa Njombe. Tuliwapa wito na tunashukuru kwa jinsi mnavyoendelea kushirikiana na ofisi yetu ya TAKUKURU siku zote, ambapo tumekuwa tukiwahitaji mara kwa mara tunapotaka kutoa habari kwa umma. Majukumu yetu yanashamilishwa na majukumu yenu nyie waandishi wa habari. Bila nyie sisi kama TAKUKURU hatuwezi kufanikisha majukumu yetu tulionayo chini ya sheria. Kwa hiyo tunao wajibu wa kushirikiana